Leo hii umesema ni swali jawabu, swali jawabu. Kweli. Kwa hivyo nina maswali matatu ambayo utajibu. Uliuliza la kwanza nitajibu hivyo. Bila shaka. Daktari, umezungumzia kwamba kuna matamshi ambayo baadhi ya viongozi wameyatoa ambayo kwa njia moja umesema kwamba yanaweka nchi katika hali tata. Ukweli ni kwamba kufikia mwaka 2007 mwaka 2008 sote tulio hapa tulikuwa tunajielewa na tunajua kile ambacho kilitukia. Ni kweli kwamba familia nyingi ziliathirika, wengi wanaishi na majonzi hadi leo hii. Ila swali ambalo Wakenya wamejiuliza kutokana na yale matamshi ambayo baadhi ya viongozi wameyataja, ambayo mwenyewe hujamtaja kwa jina, ila tunajua kile ambacho kinaendelea kwa sasa katika ulingo wa kisiasa. Riga, uliza swali. Naelekea kwa swali. Swali langu ni hili. Tumeona viongozi wengi sana serikalini wakizungumza, wakijitanua kifua. Inakuwaje kwamba wale ambao wako katika ule mrengo wa nchi ambao si wa broad based government, wanapozungumza cheche zao zinakuwa ni za kuwachochea Wakenya, ili hali wale ambao wamo ndani ya serikali ambao kwenye mabano Wakenya wanasema ni vibaraka wa rais, wakizungumza basi maneno yao ni ya kushawishi na kuleta ulimwengu na taifa kwa ujumla pamoja. Hilo swali utalijibu. Kwanza nijibu hilo. Na ufupishe maswali yako kwa sababu ya muda, Riga. Na wewe rafiki yangu. Mwanzo nilikusema kwamba ni kweli kwa sababu sisi wenyewe rais ndiye ni afisi ya rais ama rais mwenyewe ndiye anaunganisha Kenya. Ukisema kwa kimombo ndio symbol of unity. Yaani anatujumuisha kwa pamoja kama rais. Na wakati unapochaguliwa ndivyo unaweza kuchaguliwa pengine upate kura upande huu na upande ule mwingine, lakini kisha ukishakuwa rais lazima uunganishe wale waliokupigia kura na wale ambao hawakupigia kura. Kwa hivyo ni jukumu letu sisi ambao tuko katika serikali, watuite vibaraka ama vikaragosi ama majina mengine, lakini lazima tuwe na ule utaifa na uzalendo, kwa sababu Mungu hakufanya makosa kufanya kila Mkenya aweze kuishi katika nchi hii, na haijalishi umetoka katika tabaka lipi ama kabila lipi. Tuko hapa katika tabaka mbalimbali, tuko katika mienendo tofauti ya kimaisha. Kwa hivyo lazima tusitizie umoja na uwiano na upendo. Nafikiri nimeweza kujibu. Umesema nifupishe maswali. Where is the government seal right now? Katika ukiangalia, when you look at the law is very clear. The seal is under the head of public service. That is the law. It was passed recently because of the executioning. The role of the head of public service is to execute the orders of the president. That is why even my office is under the executive office of the president, chief of staff and the head of public service. Next question. So Dr.